Kauli aliweza kuitoa mke wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hapa tukimzungumzia Tundu Lissu. Mke wake Bi Alicia ameweza kutoa vitu ambavyo vimeweza kugusa mioyo ya watu wengi katika mitandao ya kijamii na katika jamii ya Watanzania kwa ujumla, ambapo Bi Alicia amesema kuwa hajazungumza wala kumwona mume wake Tundu Lissu kwa takribani mwaka mmoja tangu akamatwa mnamo mwezi Aprili mwaka 2025 na kushtakiwa kwa uhaini. Akiwa uhamishoni nchini Ubelgiji, amesema kuwa alikuwa akifuatilia mwenendo wa kesi kupitia mawakili, ndugu na taarifa za mitandaoni, huku akielezea miezi ya mwanzoni ilikuwa ya hofu na msongo mkubwa wa mawazo. Tundu Lissu alikamatwa wakati wa kampeni ya Chadema ya No Reform, No Election, yaani kwa Kiswahili kwamba hakuna mageuzi, hakutokuwa na uchaguzi. Tundu Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini lisilokuwa na dhamana na ambalo linaweza kupelekea adhabu ya kifo. Serikali imeendelea kusisitiza kuwa hakuna aliye juu ya sheria na kwamba haiwezi kuzungumzia kesi hiyo kwa kuwa ipo mahakamani. Tukirudi kwa Alicia amesema kuwa baada ya kukamatwa kwa mume wake hakurejea Tanzania, bali alikwenda Marekani kuwa karibu na watoto wao, akieleza jukumu lake kubwa limekuwa ni kuwafariji na kuwahakikishia kuwa baba yao alipigania kile alichokiamini kuwa ni sahihi, huku akibeba pia jukumu lote la kifamilia na kifedha. Akisimulia historia yao, Alicia amesema kuwa alimfahamu Tundu Lissu tangu walipokuwa wanafunzi wa chuo cha sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambako alivutiwa na ujasiri wake na kuweza kupigania haki. Alicia amesema kuwa tangu wakati huo alitambua kuwa siasa zingekuwa ni sehemu muhimu ya maisha yao ya ndoa. Kwa mujibu wa Alicia, amesema kuwa changamoto ziliongezeka baada ya Tundu Lissu kuwa mbunge mnamo mwaka 2010 na hasa kuanzia mwaka 2015 alipokuwa akikamatwa mara kwa mara kwa makosa mbalimbali ya kisiasa. Amesema pia kwamba mnamo mwaka 2016 ulitawaliwa na safari za polisi na mahakamani, huku mwaka 2017 familia ikihofia usalama wake kutokana na madai ya kufuatiliwa. Lakini Alicia pia akasema kwamba alikumbuka tukio la Septemba 7, yani Septemba 7 mwaka 2017, ambapo Tundu Lissu alipigwa risasi 16 mjini Dodoma. Alisema kwamba baada ya matibabu nchini Kenya, Lissu alihamishiwa Ubelgiji kwa matibabu ya muda mrefu, huku akisisitiza kuwa familia bado inaumizwa na kutokukamilika kwa uchunguzi wa tukio hili. Baada ya kurejea Tanzania mnamo mwaka 2023 kwa matumaini ya kuweza kuchangia maridhiano ya kisiasa, Lissu alikamatwa tena mnamo mwaka 2025 na sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini. Alicia anasema kuwa licha ya yote yaliyoweza kutokea, anaendelea kumwona mume wake kama mtu asiyeogopa kusimamia kile anachokiamini ni haki, huku serikali ikikataa kutoa maoni kwa BBC baada ya kutokuafikiana au kutokufikia makubaliano ya kuhusu namna ya kuweza kufanya mahojiano na serikali. Tuachie maoni yako mtazamaji na mfuatiliaji wetu, na hapa tutakusogezea baadhi ya maoni ya wadau waliweza kuyatoa na tutakuacha uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Tuanze na huyo wa kwanza, ni Mwaneto. Mwaneto anasema kwamba pole sana mke wa shujaa wa taifa hili. Hata sisi tunaumia sana kwa ubaya wanaofanya CCM na vibaraka wao. Hasa Samia ni mwanamke mwenye roho mbaya sana kuliko wanawake wote niliowahi kuwaona. Huyo ni Mwaneto. Mwaneto akawa amemaliza kusema hivyo, lakini Mboya yeye akasema kwamba kuna siku utasahau yote haya na mtakuwa wakuu wa nchi yenye upendo, haki na mshikamano. Lakini tukienda kwa Alian anasema kwamba pole, Mungu akutie nguvu na ujasiri. Lakini tukienda kwa
Kabiri anasema kwamba pole mama, hakuna dhuluma ya kudumu. Lakini tukienda kwa mtu mwingine hapa anaitwa Sanjo. Sanjo anasema kwamba sad and very emotional. Lakini tukienda kwa mtu mwingine hapa anaitwa Patrimila, anasema kwamba Mungu wa mbinguni atawasaidia. Lakini tukimalizia na mtu wa mwisho hapa, huyu anajiita Dijon, anasema kwamba anafanya ibada maalum, kwamba mtumishi wa Injili anafanya ibada maalum ya kuweza kumkomboa Lissu. Hakika Mungu azidi kumlinda. Sasa ni wakati wako wa kutuachia maoni yako na kutuambia kwamba ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho anaweza kukisema mke wake na Tundu Antipas Lissu.